ikiwa wewe utakuwa uko kaburini na rafiki huna isipokuwa rafiki yako ni zile amali zako ulizozitenda. Umeingizwa katika giza la kabri, rafiki yako ni zile amali zako. Ikiwa ni swala ndiyo rafiki yako ile swala yako, ikiwa ni amali zako njema ndiyo rafiki yako zile amali zako. Ikiwa wewe ulikuwa mtu muovu, basi yale maovu ndiyo atakayokuwa nayo ni amali zako. Tuangalie mtu asiyeswali katika kabri, kila kipindi cha swala kinapofika kuna nyoka mmoja mkubwa sana ambaye kwamba aitwa Shujaa al-Aqra. Nyoka huyo waambiwa tuluha, urefu wake masiru shahri, ni sawasawa na mwendo mwezi mzima. Na nyoka yule huja katika kaburi kwa yule mtu asiyeswali, akamng'ata katika kila kipindi cha swala. Kifika dhuhuri imefika, yule nyoka yuaje aje mwangalie yule bwana pale kaburini, alikuwa haswali huyo. Nyoka yule yuamng'ata yule mtu. Baada ya kumng'ata, sumu itaendelea katika mwili wake mpaka nyama zake zitapukutika kama vile unavyoona nguo inavyoungua na moto. Itaendelea sumu ile moja kwa moja. Baada ya pale mwili wake utarudi vile vile. Yani hiyo ni adhabu ambayo kwamba hawezi kuepukana nayo, kwa sababu yeye alikuwa na kibri, hataki kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika masala kama haya ni lazima tuangalie umuhimu wetu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima tuzinduke, lazima tuelewe kitu gani Mwenyezi Mungu alichotuamrisha, kitu gani Mwenyezi Mungu anachokitaka. Ikiwa sisi tutazingatia katika maamrisho hayo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupenda na atatuwekea mahali pazuri katika pepo. Tujiepusheni na moto wa Jahannam, moto ambao kwamba hatuwezi sisi wanadamu. Kwa hiyo katika harakati kama hizi au katika maneno kama haya, hakuna la umuhimu zaidi isipokuwa ni kukumbushana. Na mwanadamu anapokumbushwa ni lazima azinduke na ni lazima ashtuke, kwa sababu nyoyo za mwanadamu huwa zina kutu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, innal quluba la tasda. Hakika moyo wa mwanadamu una kutu, kama tasda alhadidi, kama jinsi ya chuma kilivyo na kutu. Kwa hiyo ikiwa moyo wa mwanadamu una kutu kama jinsi ya chuma kilivyo na kutu, kitu gani chaweza kuondoa kutu ile? Wakati huo masahaba waliomwambia Mtume neno hilo, wakakumbuka na wakashtuka, wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, kitu gani ambacho kwamba chaweza kuondoa kutu katika moyo wa mwanadamu? Mtume akamwambia, dhikrullah, ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ni kumtaja Mwenyezi Mungu bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Wa tilawatul Qur'ani, na kusoma Qur'ani, kufanya wingi wa kusoma Qur'ani, kwani pindi unaposoma Qur'ani utakuwa una mazingatio ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika waja wake wema wenye kusikiza na kufuata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil lana mimma nuridu wa najjina min kulli ma nakhaf bifadlika ya latif birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tufumo utaona nani umebadilishwa, naitwa Joseph. Swali lako? Swali langu linakuja namna hii. Haya, Yesu aliteswa ama hakuteswa? haya, Sheikh Sharifu. Kuteswa. Wewe unaamini kwamba Yesu kateswa? Sheikh Sharifu, simama kule watu wakuone, nitakuteremsha. Simama. Ninauliza. Tulia. Swali keshasikia. Umeuliza Yesu kateswa au hakuteswa, anakujibu. Simama. Kwa hiyo wewe unaamini kwamba Yesu au Isa au Jesus kateswa? Unavyoamini wewe? Swali na swali alijibiana. Samahani kidogo. Swali na swali linajibiana.
Wewe muuliza Yesu kateswa au hakuteswa? Anakuuliza, je, wewe unavyoamini wewe ameteswa au hakuteswa? Swali na swali huwa linajibiana. Mathayo 21:23. Sina ninachojua ndio nataka nijue. Ana anachojua anataka ajue. Anakuuliza kateswa au hakuteswa? Yesu tunasema kwa nini hakuteswa? Mpe haya. Samahani kidogo, kabla hajajibiwa hilo swali lake, hebu tueleze kuteswa kivipi? Kuwekwa na njaa au maana mtu ukimnyima chakula pia umemtesa. Sasa kateswa kivipi unavyotaka wewe? Kupigwa na marungu, kupigwa na mawe. Haya. Kwa wale ambao hawajaelewa swali lake fasaha, Yesu alisulubiwa msalabani. Hilo ndio swali lake fasaha sana. Mpe haya. Naam, swali lake ndio hilo. 20:18 Ezekiel. 18:20 Ezekiel. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Yesu, hiyo aya inasema roho ambaye itendaye dhambi ndio itakayokufa. Yesu akufa kwa nini? Kwa sababu mtume wa Mungu hawezi kufa msalabani. Hiyo aya inasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Ndio maana sisi hatuamini kwamba Yesu hakufa msalabani. Ya haya. Naam. 3:13 Galatia. 3:13 Galatia. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Mpe. Yesu hakutundikwa juu ya mti au aliandikwa juu ya mti? Hiyo sijui. Ndio sababu nauliza mimi, nataka kujua tafadhali. Hivi ndugu yangu, mtu ambaye analaaniwa anakwenda wapi? Motoni. Motoni. Ndio. Mtu ambaye analaaniwa anakwenda motoni. Sasa Yesu katundikwa juu ya mti, na mtu ambaye anatundikwa juu ya mti kalaaniwa, na ambaye analaaniwa anakwenda motoni. Ndio maana Waislamu imani yao haiamini kwamba Yesu kafa msalabani. Na ndugu Waislamu, na aya ingine ya kuthibitisha ya haya. Naam. 1:3 Galatia. Galatia 3:1. Galatians 3:1. Enyi wa Galatia msiokuwa na akili. Enyi wa Galatia msiokuwa na akili. Ni nani aliyewalogeni, ambao Yesu Kristo aliwekwa mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kutoka kwenu. Je, mlitopokea kwa imani kunakotokana na kusikia au kwa matendo? Paulo au Dr. Paul anasema, nyinyi mnaoamini kwamba, je, mlipokea, nyinyi mliologwa, mlipokea kwa matendo Yesu kasulubiwa au kwa akili? Sasa tukiangalia, je, maneno ya Paulo ni kweli? Ya haya Wakorintho wa kwanza 15:15 mpaka 19 inasema, naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakufufua. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tumasikini kuliko watu wote. Mpe. Hivi ndugu yangu, mtu akitaka kufufuka lazima afanyaje? Afe. Aya, Dr. Paul au Dr. Paulo anasema, je, ambao wanaamini Kristo kafufuka, wewe potea. Kwa hiyo
Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kuthibitisha kwamba Yesu hakufa. Umemwelewa ndugu yangu? Nimemwelewa. Umemwelewa nini? Haya, nimemwelewa kwamba Yesu hakufa. Sasa Sasa na kaswali kingine kadogo. haka kwanza umeelewa? Hako nimeelewa. Ngoja kwanza, umeelewa, umekubali kwamba Yesu hakufa kama Waislamu wanavyoamini? Mimi nakubali. Unakubali? Ndiyo. Takbir. Allahu Akbar. Na kaswali kingine. Ni kifungu gani katika Biblia kinachosema kwamba Yesu kwamba hakuteswa? Ni kifungu gani Katika Biblia ambayo kinasema kwamba Yesu hakuteswa? sasa? Ulikubali nini alafu unakataa nini? Yahaya. Hebu Ustadhi Rashid. Yahaya, wangapi hao? Ustadhi Rashid. Yuko mmoja na rafiki yake tu, mmoja tu, yuko mmoja tu, wakiwa wawili nitakwambia. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu yangu, Ndugu yangu nawe. nikumbushe jina lako tena, waitwa nani? Mimi naitwa Josefu. Josefu. Ndio. Unauliza swali, ni kifungu gani ndani ya Biblia Ndio. kinachodhibitisha Yesu hakufanywaje? Hakuteswa. Hakuteswa. Ndio. Je, wewe unacho kifungu kinachodhibitisha kwamba aliteswa? Sijui, ndio sababu nauliza. 7:7 Mathayo, mpea haya. 7:7 Mathayo mtakatifu inasema 7 mstari wa 7 Mathayo mtakatifu inasema, Yasemaje? ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, Ndiyo. bisheni nanyi mtafunguliwa. Ehe. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Mpe. Andiko linasema ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapawa. Asemaye maneno hayo ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo Yesu anakuambia wewe wakati una shida umuombe Mungu, naye Mungu atafanya nini? Atakuepushia. Atakuepushia. Ndio. Wewe ukiwa mgonjwa unamuomba nani akuondolee maradhi? Naomba Mungu mimi. Na Mungu kimuomba anakupa na kunyima? Ananipa. Ikiwa wewe ukimuomba Mungu anakupa, Yesu akimuomba Mungu atampa atamnyima? Atapawa pia Yesu. Mpea haya. Hivi kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Mpe. Ndugu yangu Josefu, Haya, naomba unisikize. Andiko linasema hivi, ni mtu yupi kwenu ambaye mwanae akimwomba mkate atampa jiwe? Wewe una watoto nyumbani? ndio. Mtoto wake akiamka asubuhi na kuambia baba nataka chai na mkate, utampa jiwe? Hapana. Hapana. Utampa nini? Nampa chai. Mpe haya. Au akiomba samaki utampa joka? Mpe. Samaki unamjua? Namjua sana. Mwanao akikuomba leo nataka sima na samaki, utampa nyoka? Hapana. Hapana. Kwa hivyo kile ambacho mtu anaomba ndicho Hapawacho. Kwa hivyo tumuone Bwana Yesu, maadui wanakuja wanataka kumshika wamsulubishe msalabani. Yeye mwenyewe ametufundisha mwanzo ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Sawa? Ndio. Mpea haya. Yohana 12:27 mpaka 36. Inasema 12 Yohana 36:27 mpaka 36 kwa wale wanaosoma maandiko matakatifu. Naam. Yosefu, naomba usikilize huko, waache maneno mengi. Haya. Inasema, sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Tulia kidogo, mpe Josefu. Yesu anasema sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Asemaye maneno hayo ni nani? Ni Yesu. Anamwambia nani? Mungu. Mpea haya. Baba, uniokoe katika saa hii. Mpe. Baba ni nani? Ni Mungu. Yesu anasema baba fanyaje? Amuokoe. Amuokoe na nini? Na kifo na Kwa hivyo Yesu anaomba usalama kutoka kwa nani? kwa Mungu. Na Yesu mwenyewe ametuambia kwamba ombeni nanyi Mungu. ombeni nanyi Mtapawa. Yeye sasa anaomba, anasema baba, sasa nisemaje? Roho yangu imefadhaika, uniokoe katika saa hii. Atamuokoa? Atamuacha? Atamuokoa. Mpea haya, thibitisha. Baba, ulitukuze jina lako. Ehe. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni
nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Mpe sauti inatoka mbinguni ya nani? Ndugu yangu nimetosheka. Ngoja kwanza. Nimetosheka zaidi hapo. Kwa sababu sasa Joseph, na mzee wangu, wewe kama umetosheka, sikiliza mwalimu anafafanulia watu ili watu waelewe kwamba Yesu hakuteswa. ni sawa. Kwa hivyo hapo Josefu tunamuona Bwana Yesu anaomba. Alafu sauti inatoka mbinguni. Sauti hii ya nani? Ya Mungu. Sauti inatoka mbinguni nasema, nimelitukuza nami nalitukuza tena. Sauti hii ya kumuokoa, ya kumuua? Ya kumuokoa. Kwa hivyo inamuokoa Yesu asifanye nini? Asiwawe. Alikufa? Akufa. Ukipata mtu anasema Yesu alikufa, yeye ni muongo. Sawa kabisa. Takbir! Haya, ndugu yetu ameungana na Waislamu kwamba Yesu Kristo hakufa msalabani. Ukimwona mtu yeyote anatangaza kwamba Yesu kafa, basi ujue mtu huyo mwongo. Kwa hiyo Waislamu wanakubaliana kabisa na maneno ya Mungu kwamba Yesu hakufa wala hakusulubiwa. Haya, mwingine Yesu hakufa msalabani. Asante sana ndugu yangu, ubarikiwe. Abarikiwe wewe Muislamu. Haya, jina lako ndugu yangu unaitwa nani? Mwachofi. Dini yako? Hata mimi jana ningeuliza swali kwa Mikindani, lakini sasa kulingana na vile mimi nimechelewa, kulingana na vile na tamu yangu, sasa leo ndio nimeshukuru sana mbele ya Mungu nikapata nafasi ya kuongea hapa tena ya kulingana kwa hivi, kwa sababu nimechelewa tena. Mimi nakaa laini ya Mikindani, tena vile vile laini upande wa Ganaola. Kwa sababu sasa mtasamehea sana, mimi sitaki kuuliza maswali mengi. Samahani kidogo. Ndio hapa ukija hatutaki maelezo, tunataka uulize swali ujibiwe. Ndio, thank you. Swali langu ndio hili. Nauliza hivi, Waswahili walisema ya kwamba utembee uone. Juzi mimi nilitembea laini ya ndugu yangu. Ngoja. Hebu subiri kwanza. Samahani kidogo. Ndio. Hatuendeshi mkutano huu kwa ajili unavyotaka wewe. Tambara leo umeliona? Ndio. Linasemaje? Sema Biblia. Soma vizuri. Yote Biblia iseme. Sasa haya maneno unasema wewe, Waswahili wamesema yameandikwa katika kitabu gani? Haikuandikwa. Samahani kidogo basi. Uliza swali basi ujibiwe. Swali langu ndio hili. Swali langu ndio hili, ndio mimi ninauliza. Kwa sababu ndugu Waislamu, unajua meza hiki ni kizimba cha Mwenyezi Mungu na mtume. Kwa hiyo inatakiwa moyo watulivu. Msione hapa masiala, pana kazi nzito sana hapa. Anashuhudia Mwenyezi Mungu, malaika. Kwa hiyo tusipafanyie unaambia mahali pa mchezo. Hapa ndugu yetu unaambia tuseme amepanic, amejaziba. Sasa nilikuwa ni juu yenu kumwomba Mwenyezi Mungu awe katika hali ya usawa. Haya, uliza swali ndugu yangu. Swali langu mimi sema la kweli nauliza hivi. Ninyo wanaume, ninyo Kristo, wakati ambayo mnaingia msikitini, Waislamu wakati ambayo mnaingia msikitini, kwa nini hamchanganyikani na kina mama zenu ama na wanawake katika msikitini nyote? Kama vile ni kanisa, kuna kina mama na kuna wazee wanakaa, hata pia wanachanganyikana. Swali langu ndio hilo ndugu, mimi nataka nijue. Ndio limekuleta toka Mikindani mpaka huko. Haya, Sheikh Sharifu. Ndugu yetu kauliza kwa nini hatuchanganyikane. Ndio. Mpe haya Zakaria 9:12. Zakaria 12:9. Zakaria 12:9 inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, na watamtazama yeye ambaye walimchoma, na watamwombolezea.
kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Siku hiyo kutakuwa na maombolezo makuu huko Yerusalemu, kama maombolezo ya Hadadamon katika bonde la Megido, nayo nchi itaomboleza, kila jamaa peke yake. Jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao, na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Nathan peke yao, na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Lawi peke yao, na wake zao peke yao. Jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao, na wake zao peke yao. Jamaa zote mpaka huku Jomvu, jamaa zote mpaka Jomvu zilizosalia, kila jamaa peke yao, na wake zao peke yao. Ndio maana hapa umetuona tumekaa peke yetu na kina baba peke yetu, kwa sababu tunafuata mafundisho ya Yesu na Mtume Muhammad SAW. Kwa sababu mkikaa pamoja, Mwenyezi Mungu anasema hilo si adili la Kiislamu, na inaweza ikatokea si katika maadili ya Kiislamu. Haya, Ustadhi Mahmud mwadhiri kutoka Kenya, ufafanue. Ustadhi Mahmud Shaban, ndugu yetu anauliza kwa nini Waislamu wamswali na wanawake zenu ndani umo makanzu mabaibui, mkaswali nao ndani umo. Kwa nini mnawatenga? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, Yes. unataka kujua kwa nini Waislamu hawachanganyikani na wanawake wakati wa kuswali? Ndiyo. Hiyo basi peke yake hapo. Hapo Ndiyo. kijana amekupa aya katika Biblia. Ndiyo nimesikia. Umeelewa? Ndiyo nimeelewa kabisa. Inasemaje? Wanawake peke yao, wanaume peke yao. Na nyinyi kanisani, Tunachanganyikana mpaka hata naze. je, mnafuata Biblia? Ndiyo. Biblia inasemaje? Kila mtu ni peke yao. Biblia inasemaje? Biblia inatukataza tusichanganyikane na wanaume na wanawake pamoja wakati wa ibada, sivyo? Sawa ndugu. Na nyinyi mwafanya hivyo? La. Kwa hivyo mnapinga nini? Biblia. Kwa hivyo sisi Waislamu kutochanganyikana wanaume na wanawake ni amri ya Mwenyezi Mungu ambayo ametukataza katika Qur'ani sura ya 2 aya 187. Qur'ani tukufu sura ya 2 aya 187. Bismillahirrahmanirrahim. Mmehalalishiwa usiku wa somo kuingiliana na wake zenu, wao ni kama nguo kwenu zilizo. Unapoingia kanisani mle ndani unawakuta wanawake au wakuti? Ninawakuta.